hapa vijana wanne, Nicky, Jesse, Wade na Kali walikuwa safarini kwa gari wakielekea likizo. Wakiwa kwenye mudi ya kupumzika na kufurahi, walikuwa wakicheka, wakiongea mambo ya kawaida kama shule na mipango ya siku za mbele. Lakini ghafla tu gari yao ikapata hitilafu na kupinduka kwenda kusimama kando kando ya barabara isiyo na mtu wala taa. Wanaangalia simu zao wanakuta hazina mtandao. Kwa hiyo hawakuweza kabisa kupata msaada wote ule. Nicky na Jesse wakaamua kwenda kutafuta msaada. Walimwacha Wade pamoja na Kali kwenye gari. Wakawa wanatembea kwa tahadhari, wakiona kila kona ya kijiji hicho kikiwa kimetulia tuli, nyumba zikiwa zimeachwa, hakuna mtu yeyote ule ambaye anaonekana. Walipokaribia kwenye nyumba moja hivi ya zamani ambayo ina rangi ya kijivu na madirisha yake yakiwa yamefunikwa na mavumbi, walishikwa na hofu kidogo, lakini wakajua kwamba kuingia wana budi, lazima tu waingie ndani. Walipiga mlango huo wa chuma na ukafunguka. Ukawa na mng'ao wa ukungu na taa zikawaka ndani. Walijua lilikuwa ni tofauti, kwa hiyo ilibidi wajiandae kwa lolote lile ambalo linaweza likatokea muda huu. Ndani ya nyumba hiyo walikuwa wanaona kuna masanamu ambayo yamepakwa rangi na zilikuwa zimewekwa kama mtu fulani hivi ambaye ni halisi. Nicky akahisi hapa lazima kutakuwa kuna kitu kibaya. Akamwambia Jesse aache kuangalia na kujiandaa kurudi nyuma ili aweze kuondoka tu, lakini Jesse akataka kuona zaidi na zaidi. Wakati wanazidi kwenda ndani zaidi, waligusa kengele na kengele ikaanza kulia. Mara ghafla tu mlango ukafunga pa, wakajikuta wamefungwa ndani ya nyumba hiyo. Na ni hapa ndipo wakaanza kuelewa kwamba hii hapa si nyumba ya kawaida kama ambavyo walikuwa nadhania, maana mlango ulikuwa umejifunga wenyewe. Waliangalia kila kona, wakawa wanaona kuna sanamu za watu, na baadhi ya sanamu hizo zilionekana kama vile ni watu halisi, lakini wakakumbuka kuwa ni sanamu tu. Wakaanza kuhisi hofu kubwa ikiwazunguka, na wakajua wanahitaji mbinu ya kutoka haraka kabla ya kitu kibaya kijaweza kuwatokea hapa sehemu ambapo hapo. Walipokuwa ndani ya nyumba hiyo, wakaanza kusikia hatua za watu zikiwa zinatembea, lakini watu hao kila wakiangalia huonekani. Nicky alijaribu kufungua mlango, lakini mlango ule ulikuwa umefungwa kabisa. Jesse akaamua kwenda kufuata simu yake, lakini mtandao ukao upatikani. Harufu ya mshumaa ikawa inazidi kuwa kali zaidi, na zile pale sanamu za watu zikaanza kubadilika na kuwa kama za kweli hivi, na zinaonekana kama zikipumua. Wakaanza kuogopa, lakini walijua kabisa kwamba wanahitaji kubaki pamoja na kuweza kutafuta njia ya kuweza kutoka huko ndani. Lakini ghafla tu mlango ukafunguka kidogo na sauti ya mtu ikasikika ikisema kwamba imeingia sehemu ambapo sipo. Wakaona sasa hapa mambo yanazidi kuwa mabaya zaidi. Wakaamua kutafuta njia ya kuweza kutoka faster sehemu hii ambapo hapo, maana wakisema wachelewe tu wanaweza kudedi. Wakati waliposikia pale sauti, walijaribu kukimbia, lakini nyumba ilikuwa ni kubwa mno na njia zote zikaonekana zinaziba. Mambo yakazidi kuwa mabaya zaidi kadri ambavyo muda ulikuwa unazidi kwenda. Zile pale sanamu mshumaa zikaanza kuzunguka tena kwa mwendo wa ajabu na kustajabisha. Kila mmoja akaanza kuogopa kikweli kweli. Nicky na Jesse walipambana vikali kuweza kujaribu kutoka kwenye ile pale nyumba ya mkaa, lakini walikuwa wanapambana na changamoto kubwa sana. Nicky alijaribu kutoroka mara nyingi tu, lakini mzee Vincent na Bo walimkabili kila wakati, waliokamata na kuwafunga vilivyo, na hali ikaendelea kuwa mbaya zaidi wakati Nicky wakimfunga na kumpiga vibaya mno kiasi kwamba kuweza kutembea wala kupigana tena. Jesse alikuwa na nguvu zaidi, lakini alipojaribu kukimbia walikumbana na mabaki ya watu ambao walikuwa wameuliwa kabla yao. Walikuwa wakiona sanamu za mshumaa ambazo zinaonyesha mateso makubwa. Hali ile iliogopesha sana na kuwazuia pia. Katika jaribio lao la mwisho walipata matatizo makubwa, na mzee Vincent alionekana kuwa na faida kubwa kila wakati. Jesse alipata jeraha na wakati mwingine hakuweza kumsaidia Nicky kama vile ambavyo alikuwa anataka. Mwisho walishindwa kutoroka kwa urahisi kwa sababu mzee Vincent na Bo walikuwa wametanda kila kona ya nyumba hiyo. Walikuwa kiwachunga na kuwaua kwa haraka kwa mtu yote ambaye alikuwa anajaribu kutoka katika hapa nyumba. Na hapa ndo sababu ambayo iliwafanya Nicky pamoja na Jesse kukosa njia au rahisi kuweza kutoroka katika ile hapa jumba. Na ilikuwa vita kubwa ya maisha na kifo ndani ya jumba hili hapa la mshumaa. Maisha ya Vincent na Bo, wawili hao walielelewa na wazazi ambao waliwatesa balaa, hasa babao ambaye alikuwa ni daktari wa upasuaji na mamao ambaye alikuwa ni mchoraji wa sanamu za mshumaa. Watoto wao ulijaa mateso na upweke. Walielelewa kana kwamba walikuwa ni majaribio ya kisayansi tu. Bo alipata makovu na Vincent ya mwilini pia, ili sababisha tabia zao kuwa za kikatili. Baada ya nyumba ya wax ya Manta kushika moto, Vincent na Bo bado walikuwa hapo mle ndani. Moto ulianza kuyeyusha kuta na sanamu zote, na kila kitu kikawa kinayeyuka polepole. Bo alikuwa amejeruhiwa vibaya baada ya kupigana na Jesse pamoja na Nicky. Alipokuwa akipambana alipigwa hadi kuzidiwa nguvu. Wakati huo Vincent alijua kabisa kwamba ndugu yake hawezi kupona kwa namna ile ambayo alikuwa amepigwa, lakini hakutaka kukimbia, badala yake alikaa naye hadi mwisho. Wawili hao walikumbatiana kwenye sakafu ya nyumba ya nta wakiwa wanaangalia dari ambayo ilikuwa linayeyuka juu yao. Moto ukazidi kushika kasi, dari lilianguka juu yao na kuwamaliza kabisa. Nyumba ikayeyuka yote hadi kuwa kifusi cha nta. Nicky na Jesse walikuwa wamepambana mpaka mwisho. Walifanikiwa kutoroka kupitia sehemu ya chini ya nyumba hiyo kabla ya moto kuweza kuwafikia. Polisi walipofika walikuta mahali ambapo palikuwa na kijiji pametulia tuli, pako kimya kabisa, hakuna mtu ambaye yuko hai hata mmoja. Hakuna nyumba ambayo ilikuwa salama. Waliambiwa kwamba kijiji kile pale kilikuwa kimya
yameachwa kwa miaka mingi na majina ya Vincent na Bo hayakuwa kwenye rekodi zozote zile rasmi. Hapo ndipo ambapo waligundua kuwa kulikuwa kuna ndugu watatu ambaye alionekana mwanzoni kabisa mwa filamu akiwa kama dereva wa lori. Ina maana huenda uovu bado hujaisha, labda kuna mtu ambaye alibakia kuendeleza yale pale mauaji. Na hapo ndo mwisho kabisa wa bwana letu hili hapa.